Uwanja huu ndo aliosimama kwa ajili ya kuomba kura kwa Wanaserengeti. Moja ya mambo machache lakini ya muhimu sana kwetu sisi, pamoja kwamba mimi ni waziri wa ulinzi lakini mwenyeji wa Serengeti, moja ya mambo machache sana ambayo ni ya muhimu ambayo Mheshimiwa Rais alituonyesha njia sisi kama wananchi, na waheshimiwa wabunge wenzangu wameyazungumza. Cha kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kero ya barabara ambayo naamini serikali imeifanyia kazi kwa namna ulivyoielezea vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru, tunakupongeza, lakini pia tuna imani na namna unavyofuatilia mambo, na tuna imani pia na mwenzetu Mheshimiwa Naibu Waziri Kasekenya kwa namna ambavyo ameeleza atakavyosimamia, na sisi nasi kama wana Serengeti lakini kama wana Mara tuweze kupata uunganisho kati ya mikoa mingine na mkoa wetu wa Mara. Cha pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukushukuru sana wewe binafsi kwa namna ambavyo umeshiriki pia kusimamia ile ndoto ya utekelezaji wa ushindani wa utalii ndani ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Lakini kupitia hii haiwezi kwenda sawa kama hatutakuwa na uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Na kwenye hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, wana Serengeti na wana Mara tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba uwanja huu mipango yake inaendelea na uelekeo wa kujengwa sasa umefika hatua nzuri ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu wewe pia binafsi umesimamia katika hilo. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana tu, na Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu kama ulivyosema sisi Tanzania tuna iramba mbili. Tuna iramba ile ya Singida, lakini ambayo chanzo chake ni iramba yetu ya hapa Serengeti. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu nyumbani, lakini kwa namna ya kipekee sana hapa sasa nyumbani ndipo ambapo chanzo cha amani kinapaswa kuanzia hapa. Kwa sababu Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Rais aliniamini mimi ambaye natokea hapa Serengeti na kunipa jukumu la Wizara ya Ulinzi. Kwa maana hiyo, ndugu zangu wana Serengeti, naomba sisi ndo tuwe chanzo cha kuleta na kulinda amani. Lakini pia ulinzi na usalama wa taifa letu hauna chama, hauna dini wala hauna kabila. Kwa hiyo sisi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama wananchi, usalama na amani ya nchi yetu ni jukumu la kila mzazi na kila mmoja, bila kujali chama chake, bila kujali dini yake. Na hili nawaomba sana ndugu zangu, sisi wana Serengeti na wana Mara kwa ujumla, kanda maalum, sisi ndo tuwe mabalozi wa kuleta amani ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabisa, zipo hoja ambazo ndugu zangu hapa wamezileta kwako kama kero. Zingine zimefanyiwa kazi, lakini ziko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na zingine chache ziko kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na Wizara ya Sheria na Katiba. Sasa nimeziangalia zile zote 4, zote ziko mahakamani, na namna nzuri ya kutatua jambo ambalo liko mahakamani ni kusikiliza kwanza pande zote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu,
kwenye hizi, bahati nzuri sana miongoni mwa hawa ndugu zangu walioleta hizi hoja wengi nawafahamu, kutoka kijiji cha Morotonga, kijiji cha Kisaka, kijiji cha Kisangura, na mwenzetu mmoja wa Buffalo pale, ndugu yetu Bakari yule wa garage. Lakini huyu ni kwa ajili ya madai yake ya kule maliasili. Sasa hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe kama utaridhia, ili tuweze kuwasiliana na wenzetu wa Wizara ya Sheria kupitia mkuu wa wilaya, lakini pia na Wizara ya Mambo ya Ndani, ili kujua status ambayo haina upande, ili kuweza sasa kuweka mambo haya ya kisheria yaweze kukaa sawa. Lakini mimi binafsi ambao umenipa hili jukumu, nitahakikisha kwamba nakuletea taarifa ambayo sasa imechakatwa na imefanywa kazi, na tuweze kutenda haki kwa hawa ndugu zangu ambao pia na wananchi wa Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa uchache sana naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana.